Ndugu yangu, 2026 ni mwaka wako wa kutanua mipaka, ni mwaka wako wa kuongezeka, ni mwaka wako wa kutanua hema kiroho, ni mwaka wako wa kutanua hema kiuchumi, ni mwaka wako wa kutanua hema kimahusiano. Bwana Yesu anaenda kuondoa vizuizi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na bariki mwaka wako, na bariki siku zako katika jina la Yesu. Amen. Sasa ndugu zangu, tunapoenda kuomba, nataka twende moja kwa moja kwenye maombi. Kuna mambo ambayo ni mahitaji yetu. Kuna mambo ambayo ni mahitaji ya marafiki zetu. Kuna mambo ambayo ni kilio, ni kilio cha ndugu zetu, marafiki zetu. Nataka sasa leo tutaomba wote, isipokuwa ili kuondoa kuchanganyikiwa, nitaomba usiwashe maiki, lakini tuombe wote. Maana nimeangalia kwenye group leo nikagundua kwamba hatuna wageni. Kwa hiyo tuko wote wote, si waombaji. Kwa hiyo ninataka tukaombe maombi haya wote kwa pamoja. Tuchukue mzigo kuomba kwa uzito sana. Maombi haya tuombe wote kwa pamoja. Na ninaamini kwamba uko tayari kuomba kwa ajili ya mtu fulani anayeteseka, anayehangaika, anayepitia katika jambo fulani. Na kiujumla mimi naona maombi yetu hayaishii tu kwenye kuombea watu fulani. Maombi yetu yanaenda mbali, kuombea taifa, kuombea kanisa. Kwa hiyo wenzetu wameomba hayo maombi, lakini sio yao peke yao, sio wao tu wenye mahitaji ya aina hiyo. Mahitaji yako kila mtu anahitaji. Kwa mfano, mtu anasema mimi ndani yangu ni mkavu, sisikii nguvu za Mungu kama mwanzo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wapo watu wengi ambao wanapitia hali kama hiyo. Kwa hiyo nitaenda moja kwa moja kwenye maombi hayo. Biblia inasema kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Na tena andiko lingine linasema kwamba yoyote muombayo muwe na imani kwamba Mungu anatenda. Alafu tena Mungu anasema kwamba anitafutaye kwa bidii ataniona. Nataka tuwe na imani. Hebu twende kwenye ombi la kwanza. Twende tukaombe Mungu asaidie. Kuna watu wengi wanadaiwa, wana madeni. Twende tukaombee watu wanaopitia shida ya madeni. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naomba kwa ajili ya wanawake na mabinti, naomba kwa ajili ya wanaume, naomba kwa ajili ya watu wenye madeni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nakataa kujinyonga, nakataa kuhama mji, nakataa kutoona majawabu katika jina la Yesu. Naita roho ya ukombozi, wakomboe na madeni kwenye vikoba, madeni kwenye mabenki, madeni kwa majirani, madeni kanisani kwake, madeni msikitini kwake, katika jina la Yesu. Naondoa roho za madeni. Bwana, namuombea neema ya kulipa madeni. Fungua milango, mbariki tena aweze kulipa madeni katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba anasema yeye ndiye mponyaji wetu. Twende tukaombe kwa ajili ya magonjwa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, naamuru maumivu ya kichwa yatoke, maumivu ya migongo yaondoke, maumivu ya homa yaondoke, kila aina ya magonjwa katika jina la Yesu. Ewe pepo la magonjwa, achia mwili wake katika jina la Yesu. Wewe roho ya kichaa uliokamata maisha ya ndugu yetu huyu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, naangusha pepo la kichaa, naangusha maumivu, naangusha magonjwa aina yote.
pona kichwa chako, ponywa macho yako yaanze kuona tena. Kila upofu naondoa, upofu wa kichawi, upofu wa kibiolojia, kwa jina la Yesu. Nakemea maumivu ya kichwa, nakemea maumivu ya mgongo, naangusha roho za mgongo zilizokalia mgongo na kutesa mgongo wako kwa jina la Yesu. Naamuru uzima wa Yesu Kristo, pokea uzima katika jina la Yesu. Nakataa roho ya kuchanganyikiwa, nakataa msongo wa mawazo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea uzima wako kwa damu ya Yesu, pokea uzima wako kwa moto, pokea uzima wako kwa damu ya Yesu. Uwe mzima kuanzia sasa katika jina la Yesu. Rama seke mosheka katika jina la Yesu. Sasa tukaombe kwa ajili ya roho za kurudi nyuma. Watu wanampenda Mungu, wanaendelea kumpenda Mungu, lakini nafika mahali wanaacha kumpenda Mungu, wanaacha kumwabudu Bwana. Roho za kurudi nyuma, roho za ukavu, roho za kuacha maombi, kila aina ya ukavu nakemea kwa jina la Yesu. Roho za kurudi nyuma, achia maisha yake katika jina la Yesu. Pepo la kurudisha watu nyuma, roho za mpinga Kristo zinazozuia watu kumwabudu, zinazozuia watu kumtafuta Mungu, zinazozuia watu kuomba, zinazozuia watu kusoma neno, zinazosababisha ukavu, naangusha kwa jina la Yesu, naangusha kwa jina la Yesu. Naweka utifutifu, moyo wako uwe udongo uliotifuliwa, usikie neno na kulitendea kazi katika jina la Yesu. Katika jina la Mungu Baba, naomba kwa ajili ya watu kukutana na watu sahihi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na waondoa watu wasio sahihi kwenye maisha yako, na waondoa watu wasio sahihi kwenye maisha yako, naondoa marafiki wasio sahihi, naondoa watu wasio sahihi katika maisha yako, wanaosababisha madhara kwenye maisha yako, wanaosababisha madhara kwenye biashara yako, na waondoa siku ya leo katika jina la Yesu. Naita watu sahihi, naita watu sahihi kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Na nafungua mlango, watu sahihi, wafanyabiashara sahihi, mtu sahihi wa kukuoa, mtu sahihi katika maisha yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunapoenda kuomba kwa ajili ya uchumi, tutaenda kuomba kwa ajili ya biashara, tutaenda kuomba kwa ajili ya kazi. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, umesema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Tena umesema asiyefanya kazi na asile. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nakemea pepo la uvivu kwa mfanyabiashara huyu, uvivu wa kufikiri, uvivu wa kuamua, uvivu wa kuchukua hatua, woga wa kuchukua hatua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naondosha roho zinazozuia wewe kuajiliwa, nafungua mlango wa ajira katika jina la Yesu. Kila roho inayozuia ajira yako na iondoa kwa jina la Yesu. Jina lako lilosaulika, na wakumbusha juu ya jina lako zuri. Utaitwa kwenye interview, utaitwa kazini kwa moto na kwa damu ya Yesu. Biashara yako iongezeke, biashara yako ishamili. Natabiri ufungue biashara mpya, natabiri milango ya fedha, ufungue biashara mpya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mawazo mapya ya biashara katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mawazo mapya ya biashara, kazi katika jina la Yesu. Kibali kazini kwa moto na kwa damu ya Yesu. Ufanikiwe katika kazi zako, na tabiri ufanikiwe katika jina la Yesu. Naomba Mungu akusaidie katika biashara zako, milango ifunguke katika jina la Yesu. Ufungue biashara nyingine kwa moto na kwa damu ya Yesu. Nakemea roho za uchawi, majini yote yanayozuia yana mamlaka tena. Pokea hizo baraka kwa moto na kwa damu ya Yesu. Ombi letu la mwisho siku ya leo, ninaenda kuomba kwa ajili ya wazazi wetu, kwa ajili ya mama yako, kwa ajili ya baba yako.
naenda kuomba kwa ajili yao. Unajua huu ni mwanzo wa mwaka, lakini wale ambao wazazi wao walitangulia mbele za Bwana, basi tunaenda kuomba kwa ajili ya walezi wenu. Hebu tuende mbele za Bwana tukaombe. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya mama anayesikia sahihi. Naombea kwa ajili ya mama yake, kila pepo lilokamata maisha yake na kusababisha afanye vitu visivyotakiwa, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninavunja na kuharibu kila pepo linalotesa, kila ulozi na uchawi waliomloga ili afanye mambo yasiyoeleweka, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila jambo lisiloeleweka linalofanywa na wazazi ambao majirani wamewaloga ili wafanye mambo hayo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, au wao wenyewe wameingia katika mambo hayo, kwa mamlaka ya jina la Yesu navunja na kuharibu. Naamuru akili timamu, naamuru maamuzi sahihi, naamuru ulinzi na afya, naamuru uponyaji, naamuru usalama katika jina la Yesu. Roho za madeni, roho za uharibifu naziangusha kwa wazazi hawa, naziangusha kwa baba yako, naziangusha kwa mama yako. Kila roho ya uharibifu imwachie baba yako, imwachie mama yako, iachie walezi wako katika jina la Yesu Kristo. Napambana na roho za kurudi nyuma, napambana na roho za madeni, napambana na roho za kukata tamaa, napambana na kila nguvu ya kuzimu, roho za kukata tamaa, roho za kurudi nyuma, kila nguvu za adui hazina mamlaka juu yako. Natamka baraka, hazina mamlaka juu yako. Kila roho zinazozuia ajira yako, kila roho zinazozuia baraka zako, naangusha kwa jina la Yesu. Natamka baraka, natamka ushindi, natamka neema. Pokea neema mpya, pokea ushindi mpya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo.